Nisikilize, kuna mkakati wa kuzimu watu kukopi mifumo ya Torati na mifumo yote ya Musa kama ilivyo na kuihamishia kwenye kanisa la leo. Sasa kama tunakwenda kwa utaratibu huo, hapakuwa na maana ya Yesu kuja duniani. Maandiko yanasema agano letu sisi ni agano bora zaidi. Hiyo ndo tafsiri ya agano jipya na agano la kale. Sasa sina maana kwamba kwenye agano jipya tunaruhusiwa kutenda dhambi, la hasha. Lakini Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako, anakupa mipaka, anakupa makatazo ya mambo husika. Huu ni wakati wa neema. Neema ambayo haitakuruhusu kuiendea dhambi. Neema itakayokupa maarifa halisi namna ya kuishi na kumpendeza Kristo. Kuna watu kwa sababu ya kuweka hii mifumo kwenye makanisa yao, wamejikuta hata Roho Mtakatifu anawakataa, na hayo madhehebu yapo na tunayatambua. Tupo wakati wa neema, lakini neema hii haituruhusu kufanya dhambi, ila tunapata akili na maarifa kwenye mambo husika kutokana na kilichoandikwa kwenye maandiko, na ndo tafsiri ya uhuru ndani ya Kristo. Torati ilikuja kwa mkono wa Musa. Neema na kweli zimekuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Sasa kama unataka kuleta huo mfumo, basi sheria zote ziingie makanisani, kwamba mtu akizini mawe mpaka kufa. Mtu akikamatwa mchawi anapandisha siyo mapepo, mawe mpaka kufa. Unasema kuna baadhi tunachukua, kuna baadhi kimeenda. Acha ujinga. Roho Mtakatifu agano jipya anapokuwa ndani yako, anakupa akili na ufahamu, na kuna vitu vimewekwa wazi kwenye Biblia. Sijui hawa wanaoleta makatazo fulani wakisema tunaangalia Torati, sijajua nini wanachofanya. Kwa mfano, kuna watu wanapiga marufuku kwa Mkristo kula nguruwe ni dhambi, ni unajisi, ni uchafu. Lakini kitabu cha Warumi sura ya 14 mstari wa 13 mpaka ule mstari wa 14 anasema, basi tusizidi kuhukumiana, bali afadhali toeni hukumu hii, mtu asitie kitu cha kumkwaza ndugu au cha kumwangusha. Najua tena nimehakikishwa sana katika Bwana Yesu ya kuwa hakuna kitu najisi kwa asili yake. My God. Hakuna kitu najisi kwa asili yake, lakini kwake yeye akionaye kitu kuwa najisi, kwake huyo kitu kile ni najisi. Kwa kama kwako unahisi kula hicho ni najisi, kwako wewe ndo najisi. Ila usiweke hilo katazo kwa watu wengine. Usiweke hilo katazo, maana unawarudisha watu chini ya sheria, waanze kukataa sasa maongozi ya Roho Mtakatifu. Maana kuna vitu Roho Mtakatifu atakwambia ufanye, wewe utasema kwa mujibu wa Torati imeandikwa hivi, sitafanya. Roho Mtakatifu anamwambia Petro, nenda kule kwa Kornelio. Sasa amemletea mafunuo, pazia linashuka kutoka juu, alafu sauti ya Mungu inamwambia inuka, chinja ule. Petro anasema, alikuwa ni Petro. Petro anasema Bwana, anaanza kutumia mifumo ya Torati wakati wa neema. Yesu anamwambia alichokitakasa Bwana, wewe unakihitaji kuwa ni najisi. Sasa unaweza kuona kuna wakati ukiitumainia Torati inaweza kukufarakanisha na maongozi au na maagizo ya Roho Mtakatifu. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 10. Wagalatia 3:10 anasema, kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yale yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Maana kama utataka mfumo wa sheria kwenye vyakula namna hii, inakupasa sasa uchukue yote ya Torati uyafanye. Kwa upige watu na mawe sasa. Uchukue yote ya Torati uyafanye, ichukue ile ya jicho kwa jicho, jino kwa jino, ile sheria ichukue, itumie na wewe leo. Basi unataka Torati, itumie na ile leo. Kwa kuna wakati Torati ukiitumainia unakuwa chini ya laana, kwa sababu inaweza kukupishanisha na maagizo ya Roho Mtakatifu. Tunakwenda kwa imani, sio kwa kuona. Sasa usiweke watu sheria kwenye upande huu. Kitabu cha Marko sura ya 7, Marko 7:18 mpaka 19. Marko 7:18 mpaka 19. Anasema, akawaambia, hivi hata ninyi hamna akili? Hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu kikimuingia hakiwezi kumtia unajisi?
Kila kitu kilicho nje ya mtu, iwe ni nguruwe, iwe ni ng'ombe, iwe ni mbuzi, iwe ni kondoo, kila kitu kilicho nje ya mtu hakiwezi kumtia unajisi kikimwingia, kwa sababu hakimuingii moyoni ila tumboni tu, kisha chatoka kwenda chooni. Kwa kusema hivi, alivitakasa vyakula vyote, alivitakasa vyakula vyote. Sasa wewe unashika ni najisi, ni najisi. Watu wasile bata, watu wasile mayai, si kimeenda kimerudi, kina unajisi. Wewe, maandiko yanasema kilichoko nje ya mtu kikimuingia kimtii unajisi. Kwa nini? Kwa sababu hakiendi kwenye moyo ila kinakwenda tumboni, na kikiwa hapo kitasafirishwa, kitapelekwa chooni. Sasa kuna watu tukisema hivyo wanasema kama ndo hivyo basi tuwape sumu mle. Acha ujinga, sumu haimtii mtu unajisi, sumu inaua mtu. Tofautisha vitu vinavyotia mtu unajisi na vitu vinavyoua mtu, ni vitu vili tofauti. Sumu inaua. Nguruwe mnasema inatia unajisi, na Yesu anasema alitakasa vyote. Japokuwa ukiniwekea sumu kwa hila na nisijue umeniwekea sumu, maandiko yanasema hata hivyo vitu vya kufisha navyo nitatumia na havitanidhuru. Karabashata. Lazima ifike mahali watu twende kwa mujibu wa maandiko. Usichukue. Kuna utaratibu wa kuzimu. Mtaelewa kinachokisema. Kuna utaratibu wa kuzimu kuleta mifumo yote ya Torati wakati wa Agano Jipya ili kuwafarakanisha watu na Mungu wao. Na ninaposema hivi, sijafungua mlango wa watu kwenda kufanya dhambi, maana Roho Mtakatifu akiwa ndani yako kwenye wakati huu wa neema na kweli, hawezi kukuruhusu ukazini. Hawezi kukuruhusu kaibe cha mtu. Hawezi akakuruhusu utamani. Hawezi kukuruhusu kabisa. Ndio maana Yesu akasema nimekuja kuitimiliza. Maana kuna vitu hata kuruhusu kabisa kabisa. Lakini pia kuna mafunuo mengine anasema kutumia vyombo vya plastiki kwa mtu aliyeokoka ni dhambi. Mtu ambie dhambi ya kutumia vyombo vya plastiki iko wapi? Maana nipo wakati ambao Bwana amenipa mission ya kuclear mafunuo yote ya kuzimu, kufuta mafunuo yote na maono yote ya kuzimu yaliyoletwa duniani kwa lengo la kuwatia watu chini ya kongwa la utumwa. Mtu anajiita nabii, mtu anajiita mtume, mtu anajiita muonaji, anakuja kuwafundisha watu vyombo vya plastiki. Utakapotumia mtu uliokoka, wewe ni kuzimu moja kwa moja. Uko kuzimu utakwenda wewe na huyo aliyekuonyesha hayo maono, na sio watu wa kanisa la Mungu. Wengine wanawaambia watu kula chips ni dhambi. Kwa Mkristo kwenda kula chips ni dhambi, wakati kwa asili vile viazi vya kukaangiwa chipsi Mungu ndo ameviumba. Yale mafuta yale ya kukaangia, materials yake ni asili tu ya Mungu. Watu wanachukua alizeti, watu wanachukua zao fulani, yanakwenda kukamuliwa mafuta. Bado anawaambia watu kula ni dhambi. Na hayo mafuta yeye anayatumia kupika mboga na kupika vyakula vingine. Biblia inasema hata na ninyi hamna akili. Mtu anakuja tu na maono yake mwenyewe binafsi, amepagawa na mapepo kwa anakuja kuwadanganya. Hata na ninyi hamna akili. Kuna mwingine anafundisha watu kutumia mafuta ya kupima ni dhambi. Umekuta mafuta yamepimwa tayari kwenye chupa ya lita yanauzwa. Unaambiwa hiyo ni dhambi kubwa kwa Mkristo. Maana huyu ilibidi aende akatengeneze mafuta ya kwake mwenyewe na akakae dunia ya kwake. Maana huko tunapoelekea sasa itatupasa, maandiko yanasema, maana itatulazimu kuhama katika dunia. Hakuna dhambi ya kutumia mafuta ya kupima. Kama vya sokoni, maandiko yanasema kuleni vyovyote mtakavyokuta huko bila kuuliza. Sembuse mafuta ya kupima. Boxer kwa wanaume hawataki kuvaa boxer. Boxer ni chupi za mapepo kule kuzimu. Boxer kimeenda kimerudi. Niliwahi kusema wakati fulani, usikute watu wanaotetea hivyo hata nguo za ndani hawavai. Maana wana vigezo vya ajabu sana. Unajua boxer zilitengenezwa kwa madhumuni maalum ya kwenda watu kuzinia. Nani kakwambia ujinga huu? Ya kwenda watu kuzinia. Sawa. Si watu wanaenda kuzinia. Anyway, hiyo simu unayotumia, wale waliokuwa wameitengeneza unadhani walitengeneza kwa malengo ya Injili? Hizo speaker unazotumia kanisani na hayo makamera unayotumia, unadhani kule vilikotengenezwa vile viwanda, wale watu walisema tunatengeneza maspika special kwa ajili ya kwenda kuhubiria Injili, tunatengeneza makamera special kwa ajili ya kwenda kurekodia makanisani? Kuna vitu ambavyo kimsingi vinapotengenezwa vinaweza kuwa ni vya dhamira ovu kabisa. Tutengeneze muziki, kupromote madisco na mambo ya dunia. Tutengeneze makamera,
kupromote vitu vya ajabu, tutengeneze kitu masimu, kufanya mambo fulani fulani, japokuwa kuna sababu nyingine inaweza kuonekana ni njema, lakini nyingine ni mbaya ukienda kwenye malengo. Lakini hivi vitu unapokuja kuvitumia, speaker unapoitumia na madhara gani kwako? Umetumia nguo ya ndani boxer ukaivaa, ina madhara gani kwako? Maanake kama ni hivyo, unatakiwa kufahamu tunaishi kwenye dunia ambayo asilimia kubwa vitu vilivyotengenezwa hata havijatengenezwa kwa lengo la Injili, vilitengenezwa kwa malengo ya dunia tu. Je, tusivitumie? Hakuna dhambi, hakuna ubaya, hakuna unajisi kwa mtu aliyeokoka kutumia boxer, kuvaa boxer, zile nguo za ndani. Hakuna hiyo dhambi. Wengine wanasema chai ya rangi ni dhambi, wengine wanasema kula bata ni unajisi kwa mtu aliyeokoka. Kuzimu ina mkakati wa kuliweka kanisa chini ya sheria zote na utaratibu wote wa Torati ili wawe chini ya laana. Maana wasipotekeleza hata kimoja kilichoandikwa kwenye Torati, ikiwa ni pamoja na kupiga wanawake wazinzi kwa mawe, kupiga waganga na wachawi kwa mawe, wasipotekeleza hata kimoja wapo, hao watu maandiko yanasema wamelaaniwa. Je, kanisa mnataka liwe chini ya laana? Na kuna wakati tukiwapiga mnasema unajua huu utaratibu tumeutoa, imeandikwa, tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, kwa hiyo tunachukua hiki. Sawa, tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Je, sio mitume hao, huyu Paulo sio mtume aliyekuwa akikinzana na watu kwa habari ya masuala ya vyakula vya unajisi na visivyo vya unajisi? Mungu awabariki sana. Mungu awape neema na akili ya ufahamu, asije mtu akawanyang'anya thawabu yenu na kuwatia chini ya kongwa la utumwa. This is the Prophet Justin. Shalom.